msingi wa pili luzumul jamaati, kulazimiana na umoja, wasam'u watta'atu, na usikivu na utiifu, liwulati al-amri, kwa wenye kusimamia al-amri majambo, fi ghairi ma'siyatin, kwa yasiyo kuwa maasi, kuwasikia na kuwatii watawala pasi na maasi. Qala nasima ashabu minhaji nubuwa, watu wa njia ya unabii, yalzamuna aljamaata, wanalazimiana na umoja, wayahfadhuna huquqa ulati al-amr, na wanahifadhi huquqa ulati al-amri, haki za watawala, wa ahammuha, na haki ambayo ni ya muhimu zaidi, wa akhtaruha, na haki ambayo ni akhtaruha, ya hatari mno, as-sam'u wa ta'atu, ni usikivu na utiifu. Katika haki ambayo ni ya muhimu mno na ni ya hatari kweli kweli ni as-sam'u wa ta'a. Ma lam yu'maru bima'siyatin, muda wa kuwa lam yu'maru, hawaja amrishwa bima'siyatin, kufanya maasi. Tutakikana tuwasikie na kuwatii muda wa kuwa hawaja tuamrisha kwenye maasi. Fa innahu, kwani hali ilivyo yeye huyo muislamu, idha umira al-abdu, pindi atakapoamrishwa mja, almuslimu, muislamu, bima'siyatin, kwenye maasi, fala sam'a wala ta'a, hakuna kusikia wala kutii. Wa innama ta'atu fil ma'rufi, hakika si vinginevyo utiifu upo kwenye mema. Fil ma'rufi, kwenye mambo ambayo ni mema, ndiyo tunatakikana sisi tuwatii watawala. Yasiyokuwa mema hatuna haja ya kuwatii. Qala ta'ala, Allah nasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula, mumtii Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wasimamizi wa majambo miongoni mwenu. Wa ulil amri minkum, na wale wasimamizi wa majambo miongoni mwenu. Fa in tanaza'tum fi shay'in, na ikiwa mtazozana katika kitu chochote, mkizozana mkapinzana, farudduhu ila Allahi war rasul, rejesheni hilo jambo kwa Allah na kwa mtume, in kuntum tu'minuna billahi, ikiwa nyinyi mnamuamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hilo ni jema na ni ta'wili iliyokuwa nzuri mno. Fa fil ayati, katika hii aya ambayo tumeisoma hapa ya suratul nisa, dalilun, kuna ushahidi, ala wujubi sam'i wa ta'ati, juu ya ulazima na uwajibu wa kusikia na kutii, fima yu'maru bihi, kwa yale anayoamrishwa mja. Aya hii inaonyesha uwajibu kabisa wa kuwasikiliza na kuwatii kwa yale ambayo mtu ameamrishwa, ma lam yu'mar, muda wa kuwa hajaamrishwa, bima yukhalifu, kwa lile linalokwenda kinyume, ta'ata Allahi, na ta'a ya Allah, wa ta'ata rasulillah, na ta'a ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika, na ndiyo maana kwenye hiyo aya, lam yadhkuri al-fi'la, hajalitaja au hajakitaja kitendo cha ati'u ma'ahum, hajakitaja kitendo hichi cha ati'u pamoja na hao watawala, wadhālika, yani Allah hajasema hivi, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ati'u ulil amri minkum, hajasema hivi. Kwa hiyo fi'lu ati'u haijatamkwa kwa watawala. Wadhālika, na amefanya hivyo lidalalati, kwa ajili ya kujulisha, ala anna ta'atahum, kwamba kuwatii hao watawala, inma hiya, kwa hakika si vinginevyo kuna kuwa, fi ta'ati llahi, katika kumtii Allah na kumtii mtume tu. Aya hii inajulisha kwamba kuwatii wao
kunakuwa ni kuwatii Allah na kumtii mtume peke yake. Manake wao hawaamrishi isipokuwa lililokuwa la khairi, lile ambalo lilikuwa la khairi. Anna ta'atuhum inma hiya fi ta'ati Allah, kwamba taa yao ya kuwatii wao ipo katika taa ya kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha amaru, basi pindi watakapoamrisha hao watawala, bighairi ta'ati Allah, kwa lisio kuwa taa ya Allah, wa bighairi ta'ati rasulillah, na kwa isio kuwa taa ya mtume wa Allah, fala ta'atan, hakuna utiifu hapo. Walidhalika qala ta'ala, na ndio maana Allah kasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah, enyi waliamini mtiini Allah. Thumma karrara alfi'la, kisha akakirejea kitendo akasema wa atii'u rasula. Thumma qala, kisha akasema wa ulil amri minkum, na waliotawala mambo miongoni mwenu. Walam yaqul, na Allah hajasema wa atii'u ulil amri minkum, wa inma qala, na kwa hakika amesema wa ulil amri minkum bas. Yani akiwa na maana atii'u ulil amri minkum, watiini wale waliotawala mambo miongoni mwenu, watiini fi ta'ati Allah, wakiwa katika taa ya Allah, wa ta'ati rasulillah, na wakiwa katika taa ya kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadallatil ayatu, imejulisha aya ala wujubi sam'i wa ta'ati, juu ya uwajibu wa kusikia na kutii, fima yu'maru bih, kwa yale ambayo anaamrishwa mwanadamu. Ma lam yu'mar bima, muda wa kuwa hajaamrishwa kwa lile ambalo yukhalifu ta'ata Allah, linakwenda kinyume na taa ya Allah wa ta'ata rasulihi sallallahu alayhi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala, Ali anasema ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sariyatan, mtume alituma kikosi kidogo tu cha watu, sariyatan. Wa amara alayhim rajulan, wa amara alayhim, na akawapa amiri. Wa amara, na akawapa amiri au akamchagua amiri, alayhim, juu yao, rajulan min al-ansari, mtu katika maansari. Kikosi kile cha watu wachache mtume akakichagulia amiri, kwa maana ya kiongozi atakayekuwa anauongoza msafara huo. Wa amarahum, na mtume akawaamrisha wale watu wote, an yuti'uhu, wamtii huyo nani? Amiri, kiongozi. Faghadiba alaihim, walipokuwa kwenye safari zao huko wanakokwenda sasa, wakiwa wanajua kwamba huyu ndo amiri wetu, ndo kiongozi wetu, alikasirika juu yao. Palitokea kwenye jambo lao moja, yule amiri akakasirika. Waqala, akasema alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an tuti'uni, alaysa, hivi je haja qad amara, alaysa qad amara, hivi je haja amrisha an-nabiy, mtume, an tuti'uni, mnitii. Hivi je mtume hajaamrisha kwamba nyinyi mnitii mimi? Qalu bala, wakasema ndio tumeamrisha tukutii wewe. Qala, akasema qad azamtu alaykum lama jama'tum hataban wa awqadtum nara thumma dakhaltum fiha. Qad azamtu alaykum, kwa hakika nimekusudia juu yenu, lama jama'tum hataba, msinge kusanya kuni, wa awqadtum nara, na hamkuwasha moto. Lama jama'tum hataba, msinge kusanya kuni, wa awqadtum nara, na mkawasha moto, na msinge washa moto. Thumma dakhaltum fiha, kisha mkaingia ndani yake. Tafsiri nyingine, pindi mtakapokusanya kuni na mkawasha moto, basi ninakuamrisheni mtakapowasha moto huo, thumma dakhaltum fiha, kisha ingieni. Fajama'u hataban, na sahaba wale wakakusanya zile kuni, wakazikusanya zote zile kuni. Fa awqadu naran, wakawasha moto.
falamma hammu bidukhuli, pindi sasa hammu walipokusudia bidukhuli, kuingia sasa kwenye ule moto, qama ba'dhum, walisimama baadhi yao, yanzuru ila ba'dhin, wanawatazama wengine. Moto unawaka, wamechochea, na kiongozi aliwaambia mkiuwasha moto ingieni, mkishakusanya kuni mkauwasha moto ingieni humo ndani, manake mmeambiwa nyinyi mnitii mimi. Sasa walipouwasha moto sasa, falamma hammu bidukhuli, walipokusudia kuingia, qala ba'dhum, walisimama baadhi yao, yanzuru ila ba'dhin, wanawatazama wengine. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, inma tabi'na an-nabiyya, hakika si vinginevyo, tabi'na an-nabiyya, sisi tumemfuata mtume alayhi salatu wasalam, firaran minan nar, kwa ajili ya kuukimbia moto. Sisi tumemfuata mtume tuukimbie moto. Afala dukhuluha, je sasa ndo tuingie? Tulimfuata mtume ili tujiepushe na kuingia motoni. Sasa huyu amiri anauwasha moto au tumewasha moto anatuambia tuingie, je sasa ndo tuingie huu moto? Wakati sisi tumesilimu kwa ajili ya kuukimbia moto wa jahannam. Leo tupo katika huu Uislamu, sasa huyu amiri anatuambia sisi tuufuate huo moto, je tuingie? Fabainama hum kadhalik, bainama wao wakiwa katika kipindi ambapo wapo kwenye huo mzozo, kadhalika katika hiyo hali, idh khamidatin naru, ghafla ukapoa na ukazimika moto, ukazimika kabisa. Khamidat, ukapoa ukazimika. Wasakana ghadabuhu, ikatulizana ghadhabu yake, ile hasira yake yule amiri, sakana, ikatulizana. Basi habari ikaendelea, wakaendelea safari zao, wakaenda mpaka wakamaliza, mpaka waliporejea kwa mtume alayhi salatu wasalam. Fadhukira linnabii sallallahu alayhi wasallam, likatajwa hili kwa mtume alayhi salatu wasalam, kwamba palitokea hivi na vile na vile. Amiri akatuambia tukusanye kuni, tukakusanya, akatuambia washeni moto, tukawasha. Tulipouwasha moto akatuambia haya ingieni, nyinyi mmeambiwa mimi mnitii. Na alikuwa amekasirika. Sasa jambo hili likatajwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akasema, law dakhaluha, law wangeingia kwenye ule moto, ma kharaju minha abada, wasingetoka milele. Inma ta'atu fil ma'ruf, kikasi vinginevyo utiifu upo kwenye mambo mema, mambo ya taa, mambo ya ihsan, sio kwenye maasi. Maasi hutaki kumtii mtu. Tumekatazwa sisi kujiangamiza wenyewe, tumekatazwa sisi tusijiue, tumekatazwa sisi tusijiangamize. Sasa mnaambiwa ingieni, maana yake umeamua mwenyewe ujiue sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba hadithi hii mahallu shahid, inma ta'atu fil ma'ruf, utiifu tutamtii mtawala atakapokuwa anatuamrisha yaliyokuwa mema. Lakini mtawala akatuambia waislamu wote hakuna kuswali, waislamu wote kuanzia sasa mtakikana hakuna kufanya ibada ya haji, waislamu nyinyi hakuna kadha, hakuna kufanya umra, waislamu sasa hivi kwenu katika majumba yenu anzeni kufuga nguruwe, kwa sababu tumefuatilia tumeona mifugo ya nguruwe ni uchumi wa nchi. Kila mmoja kuna nyumba yake lazima afuge nguruwe. Kwa hiyo watu wote wafunge safari kwa mkuu wa mkoa wakachukue mbegu. Hivyo mfano. Bila shaka hapo ndakuwa ni maasi. Hatuwezi kumtii kwenye hili. Tutamwambia bwana tuue tu. Kwenye hili wewe tuue, lakini kufuga nguruwe hatufugi sisi. Hatuwezi kufuga sisi, au watu wanywe pombe, hatuwezi kunywa pombe sisi. Kwa sababu inna ta'atu fil ma'ruf, kutiifu na kuwa kwenye mambo mema, mambo ambayo ni mazuri yasiyokuwa na madhara katika dini yetu. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, tumekasema as-sam'u wat-ta'atu haqqun, usikivu na utiifu ni haki, ma lam yu'mar bil ma'siyati, muda wa kuwa haujaamrishwa maasi. Fa idha umira bi ma'siyatin, pindi utakapoamrishwa kwenye maasi, fala sam'a wala ta'atan, hakuna kusikia wala kutii. Muttafaqun alayhi.
عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر. عظم النبي amelifanyia kubwa amra taati wali al-amri, jambo la kumtii wali al-amri. Mtume alayhi salatu wasalam azama amelifanya ni jambo kubwa sana, amra taati wali al-amri, jambo la kumtii aliyetawalia mambo, mtawala. Kalifanya jambo zito sana. Faja'ala sabila salamati, amejali na akaji mtume amejalia sabila salamati, njia ya salama, min du'atin, kutokamana na walinganizi, ala abwabi jahannama, waliopo kwenye milango ya jahannam, luzuma jama'atil muslimina wa imamihim, walazimiane na umoja wa Waislamu wa imamihim, na kiongozi wao. Yani jambo la kumtii mtawala mtume kalijalia ndiyo njia ya salama, ndiyo njia ya amani kwa wale watu wanaowalingania watu kwenye milango ya moto, kwamba hawa watu wanaowalingania watu kwenye moto, njia yao ya salama ni kulazimiana na umoja wa Waislamu na kulazimiana na utiifu wa mtawala. Basi wale watu wanaowalingania watu kwenye milango ya jahannam. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قام أبو إدريس الخولاني alimsikia Hudhaifa ibn al-Yamani akisema, kana an-nasu, walikuwa watu, yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin, walikuwa kimuulizia mtume maswahaba mambo ya khairi. Maswahaba wengi walikuwa kimuulizia mtume kuna mambo ya khairi. Wa kuntu as'aluhu an sharri, na nilikuwa nikimuulizia kuna koshari. Makhafata an yudrikani, nikiogopa isinipate mimi ile shari. Radiyallahu anhu. Kwa hiyo maana yake maswahaba walikuwa kimuuliza mtume mambo mengi ya khairi yenye manufaa na akhira yao. Wakati anamuuliza mambo ya raghai mbalimbali, lakini Hudhaifa yeye peke yake alikuwa anauliza mambo ya shari, mambo mazito. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiogopa, akihofia yasije yakampata na yakamdiriki. Qala nasema, faqultu ya Rasulullah, nikamwambia ewe mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin, hakika yetu sisi kunna fi jahiliyatin, tulikuwa kwenye zama za jahiliya, wa shar, kwenye shari mbaya sana, kwenye maovu, madhambi makubwa tulikuwa huko sisi. Fajaana Allahu bihadha alkhaira, Allah akatuijia sisi bihadha alkhaira, na hii khairi ya Uislamu akatuijia, mtume kaja akatulingania tukasilimu. Fahal ba'da hadha alkhairi min sharrin, je baada ya hii khairi ya Uislamu kuna shari nyingine itakuja? Tupo katika neema za sasa hivi, tumemfuata mtume, tumefuata dini yake vizuri kabisa, tumeachana na ile shari ya nyuma tuliyokuwa nayo ya kuuana sisi kwa sisi, ya kupigana kwa sababu ya ngamia, ya kula vitu ambavyo vimeharamishwa. Sasa ile shari iliyokuwepo kule, je itakuja baada ya hii khairi? Qala, mtume akasema naam, ndio itakuja shari. Qultu, nikasema, wa hal ba'da dhalika sharri min khairi, na je baada ya hiyo shari kuna khairi itakuja tena baada ya hapo? Qala, akasema naam, ndio. Wa fihi dakhanun, na ndani yake kuna ukungu, kuna ukungu mle ndani, vumbi, moshi, kuna moshi mle ndani kwenye hiyo khairi itakayokuja. Sio khairi ambayo safi, maana sio Uislamu utakao kuwa msafi moja kwa moja, utakuwa ni msafi lakini una vumbi, ukungu, moshi utakuwa nao. Qultu, nikasema mimi Hudhaifa, wama dakhanuhu, na ni upi moshi wake na ukungu wake huo? Lakini nifafanulie, maana sio Uislamu safi tena, ni Uislamu ambao utakuwa na mchanganyiko, itakuwaje? Qala, mtume akasema, qaumun, patakuwa na watu, yahduna, wanaongoza, bighairi hadi, kwa usiokuwa muongozo wangu. Tutokea watu wanaongoza watu kwa usiokuwa muongozo wangu mimi. Ta'rifu minhum, utawajua,
watunkiru, na utawapinga. utakuwa yani ukiwaangalia tu namna wanavyolingania na kufanyaje, utawajua kwamba hawa ni katika wale wanaowalingania watu katika shari. Watunkiru, na utakuwa unapinga na kukataa hii hali. Qultu, nikasema, fahal ba'da dhalika alkhair min shar, je baada hiyo khairi ambayo ina ukungu ambayo itakuwa na watu kama hao, ikimalizika hiyo khairi itakuja shari nyingine? Qala na'am, ndio. Ikimalizika hiyo hali ya ukungu na moshi hiyo, du'atun, watakuja walinganizi. Du'atun, walinganizi, ala abwabi jahannama, watakuwa katika milango ya jahannam. Wamesimama pale kwenye milango ya jahannam wakiwaita watu, njooni kwenye haki, njooni kwenye huda, njooni kwenye mwongozo, njooni tupate mafanikio, njooni kwenye janna, njooni kwenye kumtii Allah, njooni kwenye kumpata radhi za Allah subhana, njooni katika kumfuata sunna za mtume kadha wa kadha. Hali ya kuwa wao wamesimama katika milango ya nini? Ya jahannam. Kisha akasema mtume, man ajabahum ilaiha, yeyote atakayewaitikia katika hiyo milango, qadhafuhu fiha, watamtupia humo ndani. Qadhafuhu fiha, atakayewaitikia kunako da'wa yao, qadhafuhu fiha, watamrusha na kumtupia katika huo moto. Qultu, Udhaifa akasema, ya Rasulullah, sifhum lana, hebu tusifie hao watu, wakoje hao. Watu nakaa kwenye milango ya jahannam, wanawaita watu kwenye milango ya jahannam, ukiwaitikia tu na kudumbukiza katika moto wa jahannam. Hebu tuambie ya Rasulullah, wakoje hao? Faqala, akasema, hum min jildatina, hao ni katika ngozi yetu sisi wenyewe, lakini katika vizazi vyetu sisi wenyewe, yani ni sisi wenyewe. Wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza lugha yetu. Lugha hii tunazungumza na wanazungumza hivyo. Hawana lugha mpya. Na ni ngozi yetu sisi wenyewe. Kama ni Waarabu, kama ni Waafrika, kama ni wazungu. Tena wayatakallamuna bialsinatina, na wanazungumza kwa lugha yetu. Qultu, Udhaifa akasema, fama ta'muruni, nini unachoniamrisha, in adrakani dhalik, ikinidiriki hiyo hali, ikanifikia hiyo hali, na mimi nipo katika hizo zama za watu ambao wanawalingania watu kwenye milango ya jahannamu, na watu wenyewe ni kama hawa, tena jamaa zetu wanaongea lugha yetu, unaniamrisha nifanyaje? Qala, mtume akamwambia, talzamu jama'atal muslimina, lazimiana na umoja wa Waislamu, wa imamahum, na kiongozi wao. Hafidhahullahu ta'ala amesema, wa kaanna Allah tabaraka wa ta'ala antaqahu, kana kwamba Allah amemtamkisha Hudhaifa bi as'ilati hadha alhadithi, kwa kuulizia hadithi hii, liyujibahu an-nabiy, ili mtume amjibu sallallahu alayhi wasallam, bima ajabahu bihi, kwa yale aliyomjibia. Kisha akasema, likay yanfa Allahu bihi alquruna ba'du, ili Allah anufaishe kwa haya maswali, alquruna ba'du, karne zitakazokuja baada ya Hudhaifa. Swali haya Allah kayapitisha kwa Hudhaifa, yatamke tu ili sisi watu wa baadaye tuje tujifunze. Kwa hiyo Hudhaifa anaambiwa lazimiana na umoja wa Waislamu na kiongozi wao. Qultu, nikasema, fa illam yakun lahum jama'atun wala imamu, unasemaje sasa mtume ikiwa lam yakun lahum, ikiwa hawana hao jama'atun, hawana umoja, makundi tu, kila mtu na taasisi yake, huyu sijui nani, huyu sijui taasisi gani, huyu sijui nani, kila mtu na taasisi yake na kila mmoja anaona yuko sawa. Wala imamun, wala hakuna imamu, kiongozi anayewasimamia wote hayupo, kama khalifa hakuna, amiri hakuna. Watu wanajiendesha kulingana na taasisi yao, wanajiendesha kutokana na vyama vyao, wanajiendesha kutokana na makabila yao. Yani watu wanajiendesha ovyo, hawana kiongozi wala hawana jamaa. Ikiwa hakuna vyote hivyo viwili, mimi nifanyaje? Qala, mtume akamwambia, fa'tazil tilka alfiraqa kullaha,
fa'tazil, jiweke mbali, tilka alfiraqa kullaha, na hayo makundi yote hayo makundi jiweke nayo mbali. Walau anta adda, na lau hata kama utaungata bi asli shajaratin, shina la mti, ukangata shina la mti ukakaa hapo hatta yudhirika kalmautu, mpaka yakupate mauti. Wa anta ala dhalik, na wewe ukiwa hivyo, fanya hivyo. Tilka alfiraqa kullah, makundi yote hayo jitenge nayo. Huyu anasema vile, yule anasema vile, kundi linasema hivi, kila mmoja yadhuru dalwa, anasema anavyotaka yeye, na kila mmoja anasema ala alhaq, yupo kwenye haki. Sasa imamu yuko wapi? Hakuna. Waislamu tayari wameshafaragana. Mtu anamwambia fa'tazil tilka alfiraqa kullaha walau an ta'adda bi asli shajaratin, na hata kama wewe utaenda kuungata, adda kuungata, asli shajaratin, shina la mti ukalingata kwa umekaa zako hapo hatta yudrika kalmautu, mpaka yakupate mauti. Wa anta ala dhalik, na wewe ukiwa hivyo, hiyo ni bora kwako wewe kuliko kujichanganya na hayo makundi yote ukisema ni waislamu kumbe hawapo katika jamaa. Sheikh anasema hadithi hii chini imeandikwa akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ni hadithi adhim jiddan, ni hadithi kubwa, ina fawaidi nyingi sana kuhusiana na umma huu kwa sasa hivi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u al-muslimina, mtume anawalingania waislamu, idha kathura du'atu ad-dalalati, pindi watakapo kithiri du'atu ad-dalalati, walinganiaji wa upotevu. Anawalingania nini mtume? Ila luzumi al-jama'ati, kulazimiana na umoja. Fahadha sabilu an-najati, na hii ndiyo njia ya an-najati, ya kufaulu, min fitnati haulai, kutokamana na fitna ya watu namna hiyo, walinganizi wa upotevu. Njia ya kusalimika na kuepuka na shari yao ni kulazimiana na jamaa. Walaisa sabilu najati, na sio njia ya kufaulu na kuokoka ni bitakfiri ulati al-umuri, kuwakufurisha watawala wa majambo. Hiyo sio njia, ukawakufurisha watawala wa majambo. Na hapa watakapokuwa ni waislamu, lakini watakapokuwa ni waislamu au wakiwa makufari tayari wao ni makafiri. Wal khuruj alaihim, na sio njia ya kuokoka ukao unatoka dhidi yao, maandamano, migomo, mapinduzi, yote ni khuruj alaihim, ndio kutoka dhidi yao. Wa shahni qulubi nnasi dhiddahum, na kuzichaji nyoyo za watu dhiddahum, ziwe kinyume na watawala, na kama vile kuzipampu na kuzitia moto nyoyo za watu, dhiddahum, ziwe kinyume na watawala. Kama yaf'alu al-ikhwanu al-muslimun, kama wanavyofanya maikhwanu al-muslimun. Bal hadha fitnatun, bali hii ni fitna. Tanzania yetu sisi tumeani jambo hili la maikhwani kwa muda mrefu sana, likiongozwa na bwana Hassan Ilunga Kapungu, ghafarallahu lahu. Bwana Ilunga Kapungu kaendesha Tanzania mkoa kwa mkoa mada inayosema mfumo Kristo. Kama watu wanataka kusikiliza, basi umsikilize alikuwa anazungumza. Yani ni maneno alikuwa akiyazungumza paka unasema sasa hivi defender sasa hivi itaingia hapa, watu wapigwe mikwaju hapa. Anaongea mfumo Kristo, namna wa Kristo walivyopendelewa kwenye hii nchi, na mfumo wa nchi zaidi kuliko Waislamu, ambao Waislamu hao ndio waliopigania uhuru na ndio waliomtoa Mjerumani. Anaanza kutaja majina ya hao wazee ambao waliompiga Mjerumani Iringa, waliompiga Mjerumani Tabora, sio waliompiga Mjerumani wapi. Anataja wazee wa Kiislamu. Anasema hao Waislamu sasa hao waliomtoa Mjerumani leo hawana thamani yoyote. Mabilioni mapesa wanapewa Kristo, wanafunguliwa miradi, wanapewa kwenye kila bajeti ya nchi inapotokea,
wanapewa fungu lao. Waislamu wamebakia tu kulia hii bid'a, hii makruhu, hii wajibu, mustahabu, basi ndio kama gomvi yao hayo tu. Sasa anazungumza anasema kuna mmoja anasema ya kwamba hii ilikuwa ni uhuru wa miaka 50 ya Tanzania. Nasema serikali ya rais alikuwa Kikwete kama hicho, kwamba inasherehekea miaka ya 50 ya uhuru. Anasema Waislamu hatusherekei uhuru, Waislamu tunasherehekea huzuni. Waislamu huzuni. Ndio maneno kama haya. Kwa ukisikia maneno kidogo kama vile imani inapanda. Anasema sherehe hii ya uhuru ni ya makafiri. Wewe unasherehekea nini? Wewe ni huzuni. Anarejea hayo maneno mpaka unasikia kwamba ya kuingia kwenye moyo kwamba kweli kabisa, yani mimi nasherehekea nini sasa? Namba kama sasa huyu mtu ni katika watu ambao walieneza fikra kali sana za maikhwani. Yani ni katika watu ambao walikuwa kihubiri na yuasilun. Yani anahubiri lakini anaweka misingi chini. Yani foundation yake wa ikhwani kuitoa kwa nchi yetu hii, labda kadari ya Allah itokee. Kwa sababu ndiye alipambana na wenzake kupatikana mpaka tamsia. Kapambana na wenzake katika nchi hii mpaka wamepata elimu ya dini ya Kiislamu kwenye mashule. Wanafanya mchezo unaitoaje hili? Kuanzia mpaka primary mpaka sekondari mpaka form 5 na form 6. Tena mitihani ikaingilika kabisa. Kapambana yote, magazeti sio Al-Huda nini. Hii taasisi yao ya IPC imepambana sana. Na misingi na mizizi bado leo ipo. Hata kama haongei kwa maana shakufa, lakini misingi kuitoa ni vigumu sana. Ndio hawa walivamia redio Imani wakaita mavurugu na mengineo. Ndio hawa watu ambao kazi yao wao unaona nchi hii lazima Waislamu washike dola na waingie katika barabara, wamtoe mtawala, wapigane naye, wauliwe, wafe mashahidi. Basi ndio anavyoona yeye. Ndio anavyoona hivyo na akili yake. Kwa hiyo ni mtu alieneza sumu mbaya sana. Sana na jamii. Sana. Na maneno mbalimbali ya kejeli dhidi ya sunna, kejeli dhidi ya watu wa sunna, kuona wanachokifanya cha kusomesha tauhidi ni bure tu, mambo ya kuzungumzia sunna ni ya bure tu. Yani ni maneno ya kejeli chungu mzima. Akiwazungumza mashekhe kwa neno makali na nini, bali nafikia kuona kwamba kunafaa kuwaua baadhi ya Waislamu. Nafikia nasema hivi, kama mzizi ambao tumefikia nao unaotukwamisha sisi ni BAKWATA. Ili tuweze kujongea mbele tukana BAKWATA hii tuiue, ima kwa kuondosha wenyewe au kwa kufanya vitimi vyovyote vile. Alifikia huko. Walhamdulillah, Allah akatusalimisha na shari yake, akamuondosha duniani. Wakajitokeza wawili watatu nao wakaondoka nao. Sasa hivi kidogo Waislamu Tanzania kunako ikhwani hawausikii sana, lakini misingi ipo. Hatuusikii sana, ipo. Sio kwamba haipo, ipo. Ikhwani upo. Ikhwani upo. Sema tu ile nguvu kama alivyokuwa nawe Bwana Ilunga haipo tena kiasi hicho. Na hakuna tena mtabi anayeweza kuzungumza kama Bwana Ilunga. Labda Allah atamuumba mwingine huko atatokea, lakini kwa yule bwana alikuwa na taathira kubwa sana kwenye kuzungumza kwake. Kwa Sheikh anasema kutoka dhidi ya watawala na kuchaji nyoyo za watu dhidi ya watawala kama yafalu al-ikhwan al-muslimun, kama wanavyofanya Muslim Brotherhood, bal hadha fitnatun, bali hii ni fitna. Hii ni fitna. Qala nasema waqad hawala al-ikhwan al-muslimun, na nchi ya Misri hawa ndio wenyewe hao. Kwenye nchi ya Misri ndicho chama hichi kimetokea. Kwa hiyo shekhe huyu mtunza kitabu hichi ni Misri. Kwa hiyo atayazungumza baadhi ya mambo mengi sana dhidi ya watu hao. Anasema qad hawala al-ikhwan al-muslimun, na kwa hakika hawala wamejaribu al-ikhwan al-muslimuna, hawa ikhwan al-muslimuna an yufsidu ala salafiyina, kuiharibu au kuwaharibia masalafi tariqahum, njia yao. Wamejaribu sana. Wasara min as-salafiyina, na wakawa baadhi ya masalafiyin man huwa ikhwaniyun fi madhhabihi wa fikrihi, yule ambaye utamuona mtu ni ikhwaniyun, ni ikhwani
fi madhhabihi, kwenye madhehebu yake, wa fikrihi, na fikra yake ilifikia hivyo, wa araihi, na rai zake, wa tariqatihi, na njia yake. Mtu ni salafi lakini fikra yake kiikhwani. Jamaa walivyoharibu watu masalafi wa miji ile, kafikia mpaka mtu salafi lakini akitema cheche mbele za watu wasikia harufu ya kiikhwani. Unasikia harufu ya kiikhwani, rai zake, maoni yake, njia anazopita, marafiki zake, na kabisa huyu salafi wa vipi tena, mbona ana fikra za kiikhwani? Hivi ndivyo walivyoharibu maikhwani masalafi baadhi katika miji hiyo. Laqad afsadu ala almuslimina ma afsaduhu, Sheikh anasema laqad afsadu, kwa hakika wameharibu ala almuslimina, juu ya waislamu,